Asante. Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo ameshinda. Tunamshukuru Mungu. Tulikuwa na semina ya wadiakonia kutoka kwenye shirika katika wilaya hii ya Mbalizi. Tunamshukuru Mungu, semina imeenda vizuri na mafundisho yameenda vizuri, na moja kati ya vitu ambavyo tumeviangalia na tumevielekeza kwa undani zaidi ni kuhusiana na majukumu au wajibu wa mdiakonia ndani ya kanisa au ndani ya jimbo au ndani ya wilaya. Wajibu wa mdiakonia ndani ya kanisa ni kufanya shughuli mbalimbali kwa niaba ya jimbo au kwa niaba ya idara ya udiakonia. Jukumu la kwanza ambalo mdiakonia analo ndani ya kanisa, kwanza ni kufanya tafiti na kuwabaini watu wenye uhitaji au watu wenye mahitaji maalum ndani ya kanisa na nje ya kanisa, lakini pia ni kufanya outreach au huduma ya mtaani au huduma ya kwenye jamii huko kwa lengo la kuwafikia watu hao wenye uhitaji maalum. Lakini pia mdiakonia ni mtu wa kufanya outreach, kutembelea vituo mbalimbali vinavyotoa huduma kwa jamii. Katika jamii kuna vituo mbalimbali ambavyo vinatoa huduma mbalimbali katika jamii. Sasa kazi ya mdiakonia ni kutambua hivyo vituo pamoja na kuvitembelea kwa lengo la kuwaunganisha washirika wanaohitaji kupata huduma mbalimbali. Tunaamini kabisa kuna watu hapo kanisani hawafahamu huduma zinazotolewa katika jamii yao. Sasa kazi ya mdiakonia ni kuwafahamisha au kuwatambulisha sehemu ambazo watu mbalimbali wanaweza wakaenda kupata huduma mbalimbali, lakini pia ni kuwajengea uwezo watu ambao wanaishi katika mazingira magumu, hasa katika kipengele cha kujitegemea wao kama wao. Tunaamini hawa watu wenye mahitaji maalum, kuna watu ambao wamejikita kwenye kipengele cha kusaidiwa. Sasa kazi ya mdiakonia ni kuwawezesha, kuwajengea uwezo wa namna ya kujitegemea wao kama wao kiuchumi, kwa kuwafungulia fursa mbalimbali ambazo zinapatikana katika jamii yao. Lakini pia kazi nyingine ya udiakonia au wajibu mwingine wa mdiakonia ni kuhakikisha wanafundisha masuala ya unyanyapaa na ubaguzi ndani ya kanisa, hasa kwa watu wenye ulemavu, kwa watu wenye mahitaji mbalimbali, lakini pia kwa watu wenye magonjwa sugu, kwa mfano watu wenye maambukizi ya virusi vya ukimwi, kisukari, lakini pia kifua kikuu. Manake sasa wadiakonia wana hiyo kazi ya kuhakikisha wanalielimisha kanisa na kuielimisha jamii madhara ya kuwabagua hawa watu wenye mahitaji maalum. Ili kupata taarifa sahihi kutoka kwao, lazima tuwe karibu nao na lazima tuwe na upendo kwao, ili waweze kutuelekeza na kufunguka vitu vingi kwetu zaidi. Asante, niwatakie majukumu mema na utumishi mwema. Mimi ni Lulu Mpenja kutoka idara ya udiakonia jimbo la Kusini Magharibi. Napatikana kanisa la Moravian Tanzania au shirika wa Yeriko. Mungu awabariki sana. Malizia na wito kwa wadiakonia kufanya wito kazi. wangu kwa wadiakonia, na waomba tu wajitahidi kufanya kazi kama jinsi walivyoitwa. Wajitahidi kujituma na kuwafikia watu kwa muda mwafaka. Lakini pia watambue kwamba jukumu ambalo wamepewa na Mungu la kusimama katika kipengele cha udiakonia, maana yake wawe ni watu wanaowafikia watu sahihi, watu walengwa na watu wenye mahitaji maalum. Wasifanye tu kama ni jambo la kawaida, wajue kabisa wanaoyafanya yote wanafanya kwa kumwakilisha Mungu mwenyewe. Kwa jina naitwa Mary Mdogo, ni diakonia wa shirika wa ZZK, pia ni diakonia wilaya ya Mbalizi, pia ni diakonia wa dinari yote ya Mbalizi. Katika semina hii nimemuona Mungu kwa kweli. Tulipokuwa tumechaguliwa kuwa madiakonia, hatukujua kwamba tutakuwa tunafanya nini, lakini kwa uwezo wa Mungu kupitia wakufunzi wanaokuja kwenye wilaya zetu kutufundisha, kuna vitu tunapata kwao. Kwa mfano, kuna wengine walipochaguliwa hawaelewi maana ya udiakonia ni nini, lakini semina ya leo imewafungua wengi kwamba kumbe udiakonia maana yake ni matendo ya huruma, kuwaona wasiojiweza, yatima, wajane, kuwasaidia vitu mbalimbali.
Binafsi napenda kumshukuru katibu wetu Maenge kupitia idara ya udiakonia, jinsi anavyofanya kazi. Anafanya kazi kwa moyo, hapendelei, haangalii ukoo, haangalii dini, yeye anasaidia kila mtu. Nipenda kumshukuru Mungu kwa ajili yake, ambaye mimi mtoto wangu alifariki, mtoto wa kike akiwa anajifungua, amefanyiwa operation, akaniachia katoto, mimba ilikuwa miezi 7, lakini kupitia idara ya udiakonia nimemuona Mungu akinitetea kupitia idara hii. Kwa hiyo kila baada ya miezi 2 huwa wananisaidia hela ya maziwa, hela ya sukari, hela ya nguo mtoto. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa hilo, mtumishi wa Mungu. Kwa majina naitwa Catherine Bahati John na nimeshiriki katika semina hii ya siku hii ya leo. Kiukweli semina ni nzuri na imetusaidia sana kupata elimu. Kuna mambo mengi ambayo tulikuwa hatuyafahamu, lakini kupitia semina hii tumeweza kuyatambua. Tumeweza kuwa na uelewa juu ya udiakonia ni nini, lakini pia masuala ya ukimwi na virusi vya ukimwi. Kwa hiyo tunaenda kuwa mabalozi wema, mabalozi wazuri kwa ajili ya kwenda kufundisha watu wengine juu ya masuala ya udiakonia, juu ya masuala ya ukimwi na virusi vya ukimwi. Kwa sababu tunachopenda ni kwamba kila mmoja wetu katika nchi yetu, katika mkoa wetu na katika wilaya yetu aweze kuelewa juu ya masuala ya ukimwi, lakini pia aweze kuelewa juu ya masuala ya udiakonia kwa sababu yana faida kubwa. Hivyo tutaenda kufanya kazi. Kwa majina naitwa Ipiana Sijali Mpamba, ni mdiakonia ushirika wa Yeriko. Leo tuko mahali hapa Mdumareli kwenye semina na kujifunza namna ya kuwasaidia wahitaji, namna ya kusaidia jamii kiujumla. Pia tumejifunza vitu vingi na kuna vitu tulikuwa hatuvijui, sasa tumevijua, kama kuhusu magonjwa, namna ya kuwatembelea ambao wameshaathirika na madawa ya kulevya, namna ya watu ambao tayari wameshakata tamaa, namna ya kufuata mtu ili namna ya kumuingia ili apate kutoka. Kuna vitu tumejua namna nini tuanze kufanya kama wadiakonia kwenye shirika zetu, kwenye wilaya zetu, pia mpaka jimbo. Kwa hiyo tunashukuru sana viongozi kwa hii ya kutuita hapa kwa ajili ya semina. Tumejua vitu vingi, tunashukuru sana kwa hiyo. Nashukuru sana wana semina wote. Kufika tu ndio mafanikio. Mwezeshaji aliposema watu wako wachache, tukafuata andiko kwamba nendeni barabarani. Tukaenda barabarani tukawaleta mpaka wametosha wote idadi. Amen. Niwashukuru ninyi majeshi ya Bwana ambao mmekuwa wakati unaokufana ambao haujakufana. Ninaamini wewe ndio Mungu alikukusudia kwa ajili ya semina hii. Mabadiliko yaanze kwetu sisi wenyewe tuliopokea semina, hatimaye twende kwenye familia zetu, hatimaye twende kwenye kanisa, kwenye jamii yote kwa ujumla. Amina watumishi. Naomba msifikie elimu, twende tuwapelekee huko wenzetu. Wakristo wetu wamejiamini kwamba wazima, Mungu anajiamini ukishapima. Ndipo najua afya yako ipoje. Lakini hata kama umeathirika bado matumaini yapo, Mungu yupo, sisi ni zaidi ya vipimo, tutaishi tu mpaka pale ambapo Mungu atatuchukua. Kwa hiyo usije ukafa moyo, maana kuna maisha yanaendelea, bado Yesu yupo, tuendelea kumuomba Mungu atatuongezea siku tu, tutaishi. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen.